Wakenya wenzangu, unajua kuna vitu zingine wakati unaangalia unaanza kushangaa. Hivi majuzi uchaguzi wa Kenya 2007, 2008 tulikuwa ni mambo ambayo yanastaajabisha sana. Kuna mtu tu mmoja alijitokeza na kuanza kusema uongo, kusema jamii fulani haipendi jamii fulani ndio inapenda kuongoza, na ndiposa kulikuwa na vita Kenya hii. Na ukiangalia sana, watu ambao waliteseka sana ni wale Wagikuyu. Mahali Wagikuyu walikuwa waliumia sana. Na kwa nini Wakikuyu waliumia? Ninaposema Wakikuyu sio kwamba mimi ni mkabila, lakini ninasema ukweli uliopo. Ndugu zetu waliumia kwa sababu hao ni watu ambao wanapenda biashara, na kwa hivyo because the entrepreneurs they have invested in all parts of our country. Go to Busia, go to Vihiga, go to Kakamega, go to Bungoma, go to Eldoret, go to Nairobi, go to Turkana, West Pokot, Trans Nzoia, sehemu zote. Ukiangalia hizo miji za Kenya, unapata ya kwamba kama mji huo hujajenga, kwa akili utaanza kujijibu tuseme, bila shaka hapa hakuna Mkikuyu. Na ndiposa waliumia sana. Wakati tumekuwa na amani, ndiposa wamezidi kufanya maendeleo yao. Na wametusaidia wengi wetu, sio kwamba hawajatusaidia, tumefaidika hata na sisi. Wenzetu wamepata kazi kwa maduka zao. Wenzetu wamepata kazi kwa mashamba ambayo wamenunua wakifanya ujenzi. Barabara zetu zimeimarishwa kwa sababu ya biashara. Na kwa hivyo, iwapo kuna kiongozi anakuja na ujumbe wa chuki katika taifa letu, anataka kusema fulani anakuchukia, ya kwamba tupigane, twende kwa barabara tuanze kupigana. Je, mnapenda damu ikimwagika kila wakati? Okay. It is high time we should rethink. It is not every time we differ in political ideologies we should fight. It is not a physical fight. Rather, we should just differ in ideologies. We are still friends. We are still brothers and sisters. Let's work together. What if we only have one government without the opposition? We move forward, we forge a way in which we are going to use. It surprises me that every African country that has been involved in wars, at the end of it, it is the European countries who come after the war has escalated. They come in terms of bringing peace, pretending that they want to bring peace, but they take over the resources in those countries. Talk of Libya. Muammar Gaddafi was a good leader, but alipingwa sana na watu wake. Walinunuliwa na mataifa ya nje hadi ikapelekea kifo chake. Kwa sasa hivi tuko na kiongozi anaitwa Ibrahim Traore. Huyo kiongozi yumo mashakani sana. Very soon France is going to use the people that Traore rules to assassinate him. May God forbid that it won't happen.
So if we look at it very keenly, you might realize that the war we've been involved in, somebody is just behind it so that they come and benefit. Na vijana wenzangu Kenya hii, ningependa tu kuwaomba. Hivi majuzi tu tulienda ati kwamba tunapigania haki yetu. Wale ambao walifaidika ni kina nani? Kuna kijana yeyote amepata kazi kwa sababu ya kupigania kwa barabara? Wale viongozi ambao wanatugawanya kila wakati, hao tu, wakati wanaona mnafanya hivi, kuna yule ambaye anakaa chini anachora jinsi ya kuingia na kutumia ile mambo ambayo nyinyi mnataka ili kwamba apate ile sympathy. And you can see it. It is very evident everywhere. So if we continue this way, Kenyans, I don't think we have a country. It is better we just sit down and forge a way forward. You know, if leaders come and say, they claim that our leadership is not working, why can't you just sit down? Help the leadership that is in place to sort out the issues. You sit down with them. Ambia jamaa bana,